wakati wake sio wakati wetu, na wakati wake daima huwa ni wakati sahihi. Namaanisha nini? Mungu anakuona, Mungu anakusikia, lakini Mungu anakujua, na anasema pia ninakuja kwa wakati wangu. Hizo ndio nne ambazo Mungu anazifanya kuwa mpenyo wako. Nne ambazo Mungu anazifanya kuwa mpenyo wako, kwamba kwanza anaona, pili anasikia, tatu anakujua, lakini nne anakuja. Na wakati anakuja ni wakati wake ambao yeye anaona ni sahihi, wakati wa kuja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vya kuweka sawa. Nakwambia kwamba Mungu yeye asahau, alafu wakati wake sio wakati wetu, na daima wakati wake ni sahihi. Lakini pia Mungu anakujua, anakusikia, anafahamu, na anakuja wakati ulio sahihi. Lakini kuna kitu kingine ambacho kinatengeneza A4. Kuna N4 na A4 za uponyaji wako, muujiza wako kutokea. N4, nimekuambia kwamba Mungu anakujua, Mungu anajua, Mungu anasikia, Mungu anakuja kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndio N4. Lakini kuna A4. A4 manake ni kwamba akasikia, akakumbuka, akawaona, alafu akafahamu. Akasikia, akakumbuka, akawaona, alafu akafahamu. Hizo ndio nne ambazo zinaleta mpenyo wako, ambazo zinaleta kupenya kwako kufikia muujiza wako. Kuna vitu lazima uvifahamu ili wewe uweze kupenya. Unajua Mungu ni ufahamu, na wao wamwabuduo kadhalika wanatakiwa wao wanatumia ufahamu, kwa sababu tunajua vita yetu sisi sio ya mwili na damu, bali ni vita ya falme na mamlaka. Falme na mamlaka haziongozwi kiolela. Falme na mamlaka zinaongozwa kwa akili. Maanake lazima uwe na akili ya rohoni ili uweze kushinda vita ya rohoni. Lazima uwe na nguvu ya rohoni ili uweze kushinda nguvu ya rohoni. Hauwezi ukawa hauna nguvu ya rohoni alafu ukashinda rohoni. Hauwezi ikawa hauna akili ya rohoni alafu ukashinda rohoni. Lazima tuwe na akili ya rohoni, ya kuona rohoni, kusikia rohoni, kumiliki rohoni, kutawala rohoni, ili tuweze kushinda rohoni. Na ndio maana leo nimekupa A4 alafu na N4 ambazo zinaleta kupenya kwako. Naomba nizirudie. Nimeanza vizuri nikakwambia hivi, wakati wa Mungu sio wakati wetu, na wakati wa Mungu mara zote unakuwa wakati sahihi. Nimeanza vizuri. Mungu asahau. Wakati wa Mungu sio wakati wetu, na daima wakati wa Mungu unakuwa sahihi. Nikamwambia hivi kwamba Mungu ana N4 ambazo ni kwamba anakujua, alafu anaona, alafu anasikia, kuna mtumishi mmoja anasema embu anza hapo sijaelewa. Nimesema hivi, Mungu anafanya vitu kwa namna ambayo
lazima tuwe na mamlaka za roho ili kumfahamu na ili kuweza kushinda vita ambavyo tunatakiwa kushinda. Nikamwambia kwamba Mungu hasahau, cha kwanza, na wakati wa Mungu sio wakati wetu, na daima wakati wa Mungu unakuwa sahihi. Nikamwambia pia kuna aina 4 ambazo zinaleta uponyaji wako. Aina 4 ambazo zinaleta uponyaji wako ni kwamba yeye anakusikia, anakuona, anajua, alafu atakuja kwa wakati wake. Kumbe katika lolote unalolipitia kuna wakati lazima Mungu aje. Yaani iweje, lazima Mungu utamuona, kwa sababu yeye sio mtu. Hawazi kama wanadamu, haoni kama wanadamu, haisi kama wanadamu. Tofauti yake, yeye ni Mungu. Afikiri kama wanadamu. Wakati sisi tunafikiri tumeteseka, kumbe ndio naona yeye tunakaribia muujiza wetu. Wakati tunafikiri wakati wa kukata tamaa umefika, kumbe yeye ndio anaona sasa mwanangu anaanza kuimarika. Kwa hiyo haoni wala hasikii wala hahisi kama ambavyo sisi tunahisi, wala akili zetu hazifiki hata robo ya akili yake. Kondo na ndo maana yeye kuona na kusikia ni tofauti kabisa na ilivyo sisi. Kuna aina 4 ambazo zinasababisha wewe kupenya. Kwa nikwambie, unajua kuna hali fulani unaipitia ngumu ambayo umeshaikatia tamaa. Lakini nikwambie katika hiyo hali kuna aina 4 ambazo lazima ujue kwamba Mungu anasijua. Kwanza, yeye Mungu anasikia. Yaani anasikia dua zako, anasikia sala zako, ibada zako, kufunga kwako, maombi yako makubwa ambayo unayofanya. Yeye anasikia. Sisi tunaelewana? Yeye anasikia maombi yoyote, kwa level yote, kwa ukubwa wote, kwa gharama yote, sadaka yote, kwa ukubwa wote, kwa gharama yote ambao unaifanya, yeye anasikia. Lakini nyingine ni kwamba anakumbuka. Kuna ahadi fulani alikuwekea. Unajua tunasoma kwenye Biblia, anasema nitakubariki uingiapo, nitakubariki utokapo. Nitakubariki uingiapo, nitakubariki utokapo. Lakini huyu Mungu anasema nitakufanya wewe kuwa kichwa, sio mkia. Huyu Mungu anasema atatufanya tukopeshe, sio kukopa. Atatubariki mashambani, kwenye mifugo na kadhalika. Hizi ni ahadi anazikumbuka. Na ndio maana kuna mtu yeye anafikiria kwamba Mungu amemwacha, kwa sababu kila akipambana kwenye maombi, kila akipambana kwenye dua, sala, haoni kile ambacho Mungu amekisema kwenye Biblia kinatokea kwake. Anahisi kwamba Mungu hayupo. Anahisi labda Biblia inasema uongo au Mungu hayupo au ni wa uongo. Anahisi Mungu amemwacha. Anahisi Mungu hamtaki, au anahisi kuna namna fulani mambo yako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuhakikishia kabisa kwamba ile kupita kwako kwenye ugumu, shida, tabu, mateso, manake wewe unaandaliwa kuwa ngangari, kwa sababu kwenye ufalme wa Mungu hakuna mtu legelege. Kwenye ufalme wa Mungu hamna mtu legelege. Wote wa Mungu ni jasiri na wana nguvu. Biblia anasema kwenye waraka wa Paulo kwamba nimewaandikia ninyi, na akatumia neno vijana, kwa sababu mna nguvu, alafu neno la Mungu linakaa ndani yenu. Maana yake nini? Wewe unayo nguvu, alafu sio nguvu tu, neno linakaa ndani yako, na sio neno tu, na unamshinda shetani. Hapo kwenye kumshinda shetani tuweke break. Alafu nikwambie kitu. Wewe unafikiri shetani mjinga? Unafikiri shetani mjinga au unamshinda kirahisi? Ni vita, na ndio maana nasema vita yenu sio juu ya nini, ya mwili na damu. Ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza na mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Alijua kabisa yupo jamaa anaitwa Shetani, ambaye sisi hatumuoni ila yeye anatuona,
sisi hatujawahi kuishi mbinguni bado, ila yeye amewahi kukaa mbinguni, tena na Mungu hivi. Ndio tunayepambana naye. What does this means? It means kwamba sisi kumshinda shetani inahitaji tuwe na ufahamu sana, akili, na akili ambayo tunatakiwa kuwa nayo ni akili ya rohoni. Tuwe na nguvu ya rohoni, alafu tuwe na akili ya rohoni, tuwe na busara ya rohoni ya kufanya maamuzi ya kumshinda adui shetani. Kwa hiyo turudi kwenye zile A4 kwamba A ya kwanza tumeona anasikia zile sala na maombi yako, lakini pia anakumbuka zile ahadi zako ambazo alikuwekea. Ameahidi vingi kwamba yeye atakubariki, ameahidi vingi kwamba atakuinua, ameahidi vingi kwamba wewe utakuwa kichwa sio mkia, ameahidi. Hiyo inafahamika. Lakini pia anaona hapo, labda niweke sawa, anaona zile harakati, zile juhudi ambazo unazifanya kuhakikisha kwamba unatoka kwenye jaribu fulani, zile juhudi ambazo unazifanya kuhakikisha kwamba unatoka kwenye mateso fulani, zile juhudi ambazo unazifanya katika kumtafuta, juhudi ambazo unazifanya katika kutafuta muujiza wako, juhudi ambazo unazifanya katika kutafuta makusudi ya Mungu, juhudi ambazo unazifanya katika kutafuta kweli ya Mungu, juhudi ambazo unazifanya katika kutafuta njia ya Mungu. Hizo zote Mungu anaziona, hizo zote Mungu anazijua. Anaona juhudi, anaona nguvu, anaona hari ulionayo ya kutaka kufikia muujiza wako, lakini bado huo muujiza hujafikia. Tuweke sawa, sio kwamba muujiza wako haupo, ni vile tu tumesema wakati wa Mungu sio wakati wetu. Alafu mara zote wakati wa Mungu ni sahihi. Alafu hapo tumesema Mungu asahau. Kama amekuahidia wewe jambo, lazima ulipate. Kwa mfano, kwenye Isaya Mungu amesema kwamba kila mtu atapata mtu mwenzake. Kila mtu atapata nani? Mwenzake. Okay, kumbe wewe ambaye unateseka sasa hivi kutafuta mume au mke, ni wakati hujafika. Yupo, atakuja. Kwa sababu Mungu si amesema asahau ahadi zake, na tunasimamia hapo, asahau ahadi zake. Kama mume yupo, atakuja. It doesn't mean at what time, lakini lazima aje katika muda sahihi. Alafu anasema akafahamu kwamba Mungu alisikia, akakumbuka, akakumbuka, akafahamu, alafu pia akawaona. Kuna namna ya kufahamu, kwa maana kwamba okay, ni wakati wa Mungu kufanya nini? Kufanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe watumishi wa Bwana, haya yote nilikuwa namaanisha. Somo letu la leo linaitwa N4 na A4 ambazo zinakufanya upate uponyaji wako, upate muujiza wako, upate kile ambacho unakitaka katika ufalme wa Mungu. Somo letu linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 5. Tutasoma hapo, alafu Mungu anaenda kutufunulia kitu kikubwa katika jina la Yesu. Asema, basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Herobu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwale wa moto uliotoka katikati ya kichaka. Akatazama, na kumbe kile kichaka kiliwaka moto, nacho kichaka kikuteketea. Musa akasema, nitajeuka sasa niende nione kioja hiki. Kwa nini kichaka hiki kinateketea? Hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa ameenda ili atazame, Mungu akamwambia Bwana alipoona ya kuwa ameenda ili atazame, Mungu akamwambia kutoka katikati ya kile kichaka, akasema, Musa. Mungu akamwita kutoka katika kile kichaka, akasema, Musa, Musa. Akaitika, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni kwako, maana
mahali hapa unapopasimamia ni mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingi sana vya kujifunza sana, na hapa ndiko tutaenda kufahamu maana zile A na N's ambazo nimezitoa. Turudi nyuma kidogo kuangalia historia ya wana wa Israeli. Tunafahamu sababu ya kuwepo kwa wana wa Israeli katika nchi ya Misri ni Yusufu. Naweza nikatoa story kubwa sana hapa hii tukapoteza muda mwingi, lakini nitajitahidi kuwa na summary nzuri inayoeleweka. Yusufu alikuwa ni miongoni mwa watoto wa Yakobo, na Yakobo alikuwa na watoto wengi, lakini katika mke aliyompenda Raheli, Rebeka, maana Yakobo alioa wake wawili, alioa Rebeka alafu pia alioa na Raheli, mtu na dada yake. Sasa huyu Rebeka ndiye aliyekuwa anampenda. Actually ukisoma utafahamu vizuri. Lakini baada ya kutumikia miaka 7 akaambiwa huwezi kumwoa huyu kwa sababu mtu lazima aanze mkubwa kwenda mdogo. Kwa hiyo ikabidi atumike tena miaka 7 ili amuoe Rebeka. Baada ya kumuoa Rebeka wakapata watoto hao wawili ambao ni Yusufu na Benjamin. Lakini Raheli pia alizaa watoto kama 10. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha kipekee ambacho kilikuwa kwa Yusufu ni kwamba yeye alipewa uwezo wa kutafsiri ndoto na maono. Kwa hiyo aliona maono kwamba ndugu zake wanamuinamia, ambapo aliota ndoto ambayo tafsiri yake ni kwamba ndugu zake watakuja kumuinamia. Sasa alivyohadithia ndugu zake wakamchukia, wakaamua wamteketeze au wamuue. Lakini baadaye wakapata tu wazo wamuuze kama mtumwa. Sasa hapo tunaona Yusufu anaenda kwa Potifa, anafanya kazi pale, mke wa Potifa anamtaka, baadaye anamkataa, anaenda anafungwa gerezani kule, anatafsiri ndoto ya mtu. Ile ndoto ya mtu anatafsiri, anamwambia bwana ukishaenda huko unikumbuke na mimi. Yule mtu anamsahau kabisa. Lakini baadaye mfalme alipokuja kuota ndoto ya kutisha, wakatafuta tafsiri wengi katika ufalme, akakosekana. Ndio yule jamaa akakumbuka, okay, kuna kajamaa alitafsiri ndoto yangu ikawa vile ambayo ni Yusufu. Sasa akaitwa akatafsiri ndoto ile ikawa sawa. Kwa hiyo mfalme akamwambia, sasa wewe utakuwa wa pili baada ya mimi, na wewe sasa utakachokifanya wewe utakuwa na miaka hiyo 7 ya lishe, utakusanya chakula kwa ajili ya miaka 7 ya njaa. Kwa pale kwenye njaa, hapo ndo tunaanzia kwamba njaa ilipiga hiyo Misri, ilipiga na Israeli na maeneo ya Mashariki ya Kati, kukawa hakuna chakula kabisa. Kwa Yakobo akatuma watoto wake waende kule Misri kutafuta chochote ili maisha yaendelee. So kule Misri hawakumtambua Yusufu, lakini Yusufu aliyofahamu, na Yusufu akatengeneza mazingira ili mdogo wake Benjamini asirudi kwenda kwa babake, kwa sababu alijua babake anampenda huyu. Kwa hiyo nikimzuia huyu, yule baba kule atakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kuweka mambo hayo mafupi ni kwamba hapo Yakobo na pamoja na wanae na watu wengine 70 wakatoka kule Misri, Israeli au nchi yao ile, wakaja nchi ya Misri wakiwa 70 tu. Kilichowaleta nini? Ni njaa. Kilichowaleta ni njaa. Kwa hiyo njaa iliyowaleta, wakaja kule wakatumikia kwa muda mrefu lile taifa la Israeli, wakaongezeka sana, wakawa na mafanikio sana kama ambavyo Mungu amebariki, wakawa taifa kubwa, wengi sana. Kwa sasa ikatokea amekuja mfalme ambaye au Farao, anaita Firauni, ambaye amjui kabisa Yusufu wala historia ya Yusufu, ajui Israeli kujaje kule. Kwa alivyoona Israeli wanazidi kuwa wengi, yeye akaona hiki ni hatari, akaona hii ni hatari, hii ni shida, akaogopa. Akajua kwa vyote Israeli watakuja wamtawale, watakuja mpindue.
Kwa hiyo akatoa amri sasa, okay, kila mtoto wa kiume atakayezaliwa katika hao Waisraeli hakikisheni mnamuua. Sasa mama yake Musa akajifungua huyu mtoto Musa. Sasa alivyojifungua mtoto Musa, akakaa naye kama miezi mitatu. Alivyoona sasa hawezi kuendelea kumkaa naye, akabidi amtengenezee kisafina, kama kisafina cha matete, akakiweka na lami, akaenda kuweka mtoni. Mtoni sehemu ambako najua mtoto wa Firauni au mtoto wa Farao anaenda kuoga pale. Biblia inasema kwenye Kutoka 2:16 Biblia inaweka wazi kwenye Kutoka 2:16 tupitie kwa kifupi kabisa. Kutoka 2:6 nasema, akakifungua akamuona mtoto, na tazama mtoto yule analia. Basi akamuhurumia, akasema huyu ni mojawapo wa watoto wa Waebrania. Kwa yule mtoto wa mfalme Farao, ambaye babake alitoa amri ya watoto wote wa Kiebrania wauawe, anakuja kumwonea huruma mtoto wa nani? Wa Kiebrania. Kumbe kuna wakati hawa ambao unahisi ni maadui zako watakuja kukuinamia katika jina la Yesu. Si unaona maadui zako? Si unajua wanavyokutesa? Si unaona wanavyokunyanyasa? Ila nakuhakikishia Mungu aishivu, kuna wakati, kuna saa watakuja wakuinamia. Nani alijua kama mtoto wa yule ambaye ametoa sheria ya kwamba hao Waebrania wauawe ndio watakuja kumtunza Mwibrania? Biblia inasema akamwonea huruma. Huwezi kumwonea huruma adui yako, lakini nyakati hizo zinakuja ambako maadui sasa watanyenyekea mbele yetu, ambao wanatufanyia uadui wataanza kunyenyekea, watatupigia magoti wao wenyewe katika jina la Yesu. Nini kilitokea? Akajitokeza Miriam ambaye alikuwa ni dada wa Musa, yani dada wa kile kitoto, akasema, ngoja nikutafutie mwanamke, naomba nikutafutie mwanamke ambaye atakusaidia kumlea yule mtoto. Maana yule mtoto mfalme aliazimia kumtunza yule mtoto pasipo kumdhuru. Kwa kuwa alipanga ule mpango, swali watoto wa siku hizo wanasema mchongo, yule dada yake Miriam akaenda moja kwa moja, akaenda kumuita mamake, akamwambia, mama, tayari ule mchongo umetiki, kwa hiyo sasa wewe nenda kamlee mtoto wako. Sasa yeye mtoto wa mfalme anamwambia mamake Musa, ambaye anahisi ni mama kufikia, anamwambia, kakae naye huyu mtunze, umnyonyeshe, mimi nitakulipa. Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom. Kumbe kuna wakati ambapo wale maadui zetu wao wenyewe watakuja kutugharamikia. Hao wenyewe watakuja kutugharamikia sisi kwa namna yote. Sisi hatujui ni vipi, ila watakuja kutugharamikia sisi katika jina la Yesu. Ngoja kwanza, kuna mchawi mmoja hapo anakulogaloga hapa. Shalom 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 wachawi. Kuna mchawi mmoja anakuloga, si sawa? Kuna mganga mmoja anakuangia kila siku, si sawa? Basi wakati wake wa kuja kwako kuja kuomba maombi unakuja katika jina la Yesu. Wakati wako wa kuja kwako aje kukuambia kwamba mimi bwana ndo nilikuwa na kuloga mambo yako yaendi, nisamee, nimekuja nitubu, niongoze sala toba, umefika katika jina la Yesu. Wakati huu sasa hatutaki kucheka, tunaenda na Mungu, tunajua Mungu atatufikisha mbali katika jina la Yesu. Tunajua Mungu tulio naye tunavuka katika jina la Yesu. Kwa hiyo sasa ikawa ndio mwanzo wa Waisraeli kuingia pale Misri. Sasa wale Waisraeli walipokuwa wengi, Biblia inasema walikuwa ni wachapakazi. Kwa hiyo wakawatumia vilivyo kwenye kufanya kazi zao za kulima, za kugonga mawe, za kufyatua matofali. Mateso mengi waliyapata, shida nyingi walizipata, lakini hiyo haikuwa sababu ya wao kuto kuongezeka, au haikuwa sababu ya wao kuto kufanya kazi zao vizuri.
Waliendelea kufanya kazi zao vizuri, pamoja na mateso na shida zote ambazo walizipata, bado waliendelea kufanya kazi zao. Na ndio maana sasa wewe mwenyewe mtumishi wa Mungu unajua maisha yako, unafahamu mahali ambapo unapita, unafahamu tabu ambayo unaipitia, unafahamu shida ambayo unapitia, unafahamu mateso unayopitia, dharau unazopitia, kusemwa unakopitia. Najua imefika mahali kila ukipita mahali watu wanageuza shingo, wasema hii ni na ile. Lakini haya yote tunakuja kwenye zile A4 kwamba Mungu anaona mateso yako, Mungu anasikia tabu zako, Mungu anajua, anakujua, lakini pia Mungu anakuja. Na wakati wa huo Mungu kuja ni sasa, kwa sababu Mungu achelewi wala hawai. Wache wakuseme, wache waloge, wache wafanye wanachojua, lakini wewe jua neno moja tu, kwanza hawatakuweza. Hiyo iko wazi, hawataweza kukufanya chochote. Kwa nini? Kwa sababu umebeba kusudi la Mungu. Watagalagala hapo, mwisho utafika, watakushindwa, wataamua kuondoka. Wakishaamua kuondoka, basi ni wakati wako wa kurise. Lakini kumbuka, kama ambavyo wana wa Israeli walifika mahali pa kuteseka sana, pa kulimishwa, pa kuchimbishwa mashimo, pa kupasulishwa mawe, kufiatulishwa matofali, walifyatua vizuri, kuuawa kwa watoto wao wa kiume wa kwanza yaani mtoto wote wa kiume anayezaliwa anauawa, ananyongwa. Hayo yalikuwa ni mateso ya maana, kwa sababu katika hali ya kawaida hakuna mama wa kiumbe chochote duniani ambaye yuko tayari mwanae afe, yuko tayari mwanae mpoteze. Kawaida mzazi anaamini mtoto atamzika, sio yeye mzazi amzike mtoto. Lakini wewe ukizaa tu akionekana ni wa kiume anakufa. Na kuna siri moja ambaye Mungu alikuja kuiweka wazi, kwamba hata wale wafanyakazi wa kule kwa Farao ambao walikuwa wazalishaji, tungesema wamama wa leba au manesi wa leba na madaktari. Kuna mtu anaitwa Pira na mwingine aliitwa Pua. Hao walimkana kabisa, walimkana Farao. Kwa nini? Kwa sababu binasema Mungu aliwapa nguvu wanawake wa Israeli. Kabla wajifikia kuja kumzalisha, unakuta shazaa ondoka zake. Kwa ile nguvu au kasi ya kuua ikawa na wenyewe inapungua. Lakini kwa ujumla tu tufahamu kwamba walipata mateso mengi, kadhalika kama ambao unapitia wewe. Lakini katika hayo mateso mengi ndiko ambako Mungu alifanya zile A3. Alifanya A ngapi? A4. A ya kwanza Mungu anasema akasikia. Kumbe ni wakati ambako sasa Mungu ameshasikia yale maombi yako unayoomba kazi. Mungu ameshasikia yale maombi yako unaomba visa, passport. Mungu ameshasikia yale maombi yako unayoomba ya kupokea uponyaji. Mungu ameshasikia yale maombi yako unayoomba ya kupata mume, kupata mke, mume. Mungu amesikia yale maombi yako unayoomba ndoa yako itulie, wewe na bwana wako, wewe na mke wako muelewane, familia ikae sawa. Mungu amesikia yale maombi yako ya kuombea familia imeparakana. Mungu amesikia. Lakini pia Mungu anasema akawaona, aniona pia. Mungu ameshaona mateso yako. Mungu anayejua na anayaona. Anaona namna ambavyo unapambana kufikia muujiza wako, namna ambavyo unapambana kuona unapata kile ambacho unastahili, kile ambacho unakitamani, kile ambacho unakitaka katika maisha yako. Anaona juhudi, anaona nguvu, anaona sala, anaona maombi ambayo unaomba kila siku, wakati wote unafunga usiku na mchana, maombi ya saa 8 za usiku, maombi ya usiku mnene. Lakini Mungu anaona. Imagine sasa hivi ni kama saa 5, saa 6 inaelekea. Kuna watu wamestarehe sasa hivi, wamelala. Lakini sisi bado tunamtafuta Mungu. Wewe bado unasikiliza.
na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri Mungu aone? Mungu anaona. Ni vile tumesema Mungu asahau. Alafu wakati wa Mungu sio wakati wetu, na mara zote wakati wa Mungu unakuwa sahihi. Mimi natamani leo hii ni wakati wa Mungu kwako. Natamani sasa hivi hii ni wakati wa Mungu kwako, ili upenye upate unachostahili katika jina la Yesu. Unajua wakati mwingine unaweza kuwa unachelewa kupata muujiza kwa sababu ulikuwa una ufahamu, lakini kwa ufahamu wa leo lazima upenye katika jina la Yesu. Alafu Mungu pia akakumbuka. Mungu anakumbuka, amekuahidi vingi, anaviona, na cha mwisho Mungu akafahamu. Nikwambie kitu kimoja, leo ni siku yako ya kupenya. Leo ni siku ya kupokea muujiza wako. Kuwa tayari, andaa moyo wako. Jaribu kuongea na Mungu. Mwambie Mungu, kama wewe uliwasikia wana wa Israeli, ukakumbuka ahadi ambazo uliwekea baba zao, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na wewe ukaenda kuwaponya, ukawafuata, ukaenda kuwapa haja zao, kadhalika Mungu nikumbuke na mimi. Mungu akukumbuke, akupe haja yako leo. Mungu akukumbuke, akupe unachostahili sasa hivi katika jina la Yesu. Kumbuka leo nimekupa A4 na N4 za wewe kupenya, na katika jina la Yesu utapenya kila maeneo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Najua unaifahamu shida yako. Nafahamu unajua shida yako. Nataka niombe na wewe usiku wa leo. Niombe na leo asubuhi ya leo Mungu akafanya jambo. Baba, katika jina la Yesu, uishie milele. Asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye amekuamini, ambaye amesikia, ambaye amepanga kubadilika, ambaye amepanga kugeukia. Natamka ushindi katika jina la Yesu. Natamka kufunguliwa katika jina la Yesu. Natamka uponyaji katika jina la Yesu. Natamka kuinuliwa katika jina la Yesu, kubarikiwa katika jina la Yesu. Fungua biashara yake, kumbuka biashara yake, kumbuka ndoa yake, kumbuka maisha yake, kumbuka wenza katika maisha yake, kumbuka baraka zake. Kumbuka ulisema mwenyewe kwamba Mungu umesikia maombi yake, umemwona, unamjua, unamfahamu na unakuja. Baba, asante kwa kuwa unakuja kwa ajili ya kuwagusa utumishi wako. Umekuja kwa ajili ya kuwaponya utumishi wako leo hii kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pokea muujiza wako kila mahali, kila maeneo, na wala asiwepo kuzuia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema amen. Mtumishi wa Mungu ambaye umesikiliza neno hili mpaka sasa, nikusihi tuendelee kutufuatia kupitia Awake Ministries International. Tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii. YouTube tunapatikana kwa jina la Awake Ministry International, kadhalika TikTok, kadhalika Facebook na Twitter ambayo ni Twitter, yes. Na pia kwenye WhatsApp unaweza kutumia namba 0686 086 077. Kwa huduma ya maombi na maombezi unaweza kutumia namba hiyo. Na kwa ushauri na una jambo lako unataka tulijadili, tunataka tuliombee, kuna mahali umekwama unataka ushauri, kuna mahali unataka tufanye maombi, pokee uponyaji, tunafanya hizo huduma kwa sababu Mungu ametupa hiyo kazi kuifanya, na wala hatutaki kuikataa hiyo kazi. Hiyo kazi inatuhusu, tunataka tuifanye kwa viwango vya juu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema amen.